Mwambie jirani yako Bwana amefufuka. Mwambie Bwana amefufuka. Haleluya. Na niwakaribishe sasa kwenye kipindi hiki kizuri cha neno la uzima. Na kwa sababu ni Pasaka, Ijumaa Kuu, tuliendelea na somo letu kwamba Pasaka ni nini? Pasaka ni nini? Tukaona jinsi ambavyo Yesu aliteswa, akizungushwa kwenye mji wa Yerusalemu, akipigwa mijeledi. Lakini pia tukaona jinsi ambavyo kabla ya hapo ukaguzi mpana ulifanyika katika maisha yake. Na tukawataja aina ya watu waliomkagua Yesu. Wangapi wanamkumbuka wale waliomkagua Yesu? Na mpaka ikasemekana nafaa kuwa mwana kondoo wa Pasaka. Wangapi wanakumbuka? Yesu alikaguliwa kwa sababu tarehe 10 ya mwezi wa 4 ndio siku ambayo Yesu amekamatwa. Na akasulubiwa tarehe 14 mwezi wa 4. Na Biblia inaita ndio mwanzo wa miaka kweli hiyo tarehe. Na chimbuko la Pasaka tunakumbuka ni kule Misri, wakati walipomchinja mwana kondoo na wakapaka damu kwenye miimo ya juu ya nyumba zao. Walipopaka pale, malaika wa mauti alipokuja alipita juu, mauti haikuingia ndani ya nyumba yao. Lakini wa Misri wasiokuwa na ile damu, wazaliwa wote wa kwanza walikufa, kuanzia wanyama mpaka wa binadamu. Kwa nini? Kwa sababu damu haikuwepo. Malaika wa mauti akapita akawaua wote. Sasa na Pasaka ikaja mpaka wakati sasa Yesu aliposulubiwa. Alikamatwa mara ya kwanza, alikaguliwa na wanasheria. Wanasheria, maana mwana kondoo wa Pasaka aliyekuwa anatakiwa ni yule asiye na asiye na kilema, asiye na dosari yoyote, awe mwana kondoo mkamilifu wa Pasaka. Si ndio jamani? Kwa hiyo ikaonekana Yesu naye tarehe 10 ya mwezi Abibu, ambayo ni mwezi wa 4, akajileta kwa ukaguzi ili akaguliwe na viongozi, ili afae kuwa mwana kondoo wa Pasaka kwa dhambi za ulimwengu. Haleluya. Amen. Na alipoletwa Yesu ili kukaguliwa, na walikagua watu hao ambao wamemkagua, na wakakubali kwamba Yesu hana hatia. Na katika ule ukaguzi, kwanza Yesu kama mwana kondoo wa Pasaka, na wana kondoo wa Pasaka wengine wameletwa, kwanza alikaguliwa na mamlaka ya kidini. Alikaguliwa na mamlaka ya kidini, Maherodia na Masadukayo na Mafarisayo wakamkagua. Na walimkagua kwa namna gani? Katika kukaguliwa kwake walimkagua kwamba wengine waliuliza Mafarisayo, wakauliza ni amri gani iliyo kuu kuliko zote? Akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, na ya pili yafanana na mpende jirani yako kama nafsi yako. Akawafumba vinywa. Wengine walikuja wakamuuliza, wanaitwa wanasheria, nao wakamuuliza ni amri wakamuuliza ni halali kumlipa Kaisari kodi? Kasema yaliyo Kaisari mpeni Kaisari, na Mungu mpeni Mungu. Akashinda kesi, akashinda hilo jaribu. Akaja akakaguliwa na mamlaka ya serikali, kaguliwa na Pontio Pilato. Akatoka nje akawaambia kwa mara ya kwanza, mimi sioni hatia juu ya huyu mtu, maana mwana kondoo wa Pasaka aliyekuwa anatafutwa ni asiye na wala ila. Mimi sina hatia juu ya mtu huyu, sioni. Mara ya pili tena akaja akawatokea wale waliomwambia sioni hatia, wakamrudisha tena kwenye kesi, akamkagua. Mara ya tatu akatangaza, mchukueni ninyi mkamsulubishe wenyewe, maana mimi sioni hatia.
Tangazo hilo lilikuwa na maana kwa sababu ni tangazo la kisheria. Alitangaza ili Yesu asulubiwe kisheria, na aliruhusu asulubiwe ili awe mwana kondoo wa Pasaka, na akasulubiwa siku ya Ijumaa. Leo asubuhi, alfajiri ya Jumapili, Bwana amefufuka. Walimsulubisha, sasa amefufuka. Haleluya, haleluya. Hapa ndipo mahali tunaanzia sasa. Hapa ndipo mahali tunaanzia kwamba Bwana amefufuka, na kufufuka kwa Bwana kunatuonyesha nguvu ya kufufuka kwake, kunatuonyesha nguvu ya msalaba. Alienda mpaka kuzimu, na uweze kuelewa kazi aliyoifanya Yesu bila kuangalia kuzimu wamefanya nini. Lazima uelewe kuzimu wamefanya nini, kwa sababu vitabu vya Agano Jipya, vitabu vya Injili vyote vinne havielezi kwa ufasaha kazi aliyoifanya Yesu kule kuzimu, ila vinaeleza matendo ya Yesu akiwa katika mwili. Alimfufua Lazaro, alimfufua binti Yairo, mama aliyepindimana miaka 38 alinyooka. Hayo ndio utakayopata kwenye Injili, lakini huwezi kupata kazi aliyoenda kufanya kule kuzimu mpaka uende kwenye nyaraka za Paulo, uende kwenye vitabu vya manabii, ndio utajua kazi aliyoifanya Yesu kule kuzimu. Haleluya. Amina, amini. Una shauku ya kutaka kujua, unataka ujue alifanya nini kule kuzimu. Haleluya. Alishuka kuzimu. Naomba tuanze na Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 15. Wakolosai moja, nisomea kwa haraka. Wakolosai, apewe maiki. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kusamehe makosa yote, mkisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Asante Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Jina lako libarikiwe, jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, pokea sifa na utukufu. Naomba utuhudumie kama upendavyo katika jina la Yesu. Amen. Hii ndio kazi aliyofanya Yesu wa kuzimu, kwa sababu alipokata roho, aliposema Baba pokea roho yangu, mara moja Yesu aliwasili kuzimu, akaingia kuzimu ili kumwendea shetani. Shetani alikuwa na ufunguo wa kuzimu na mauti, kwa hiyo alimtesa kila anayetaka kumtesa. Lakini Yesu alipoona hilo, hakuna namna nyingine ya kupata ule ufunguo unaoitwa mamlaka ya kuwatesa watu, kuwafunga watu, kuwaua watu. Akaona hakuna namna ya kufika kule, ni kufa. Yesu akafa. Alipokufa akashuka kuzimu. Jambo la kwanza, alipofika kule kuzimu, alimburuza shetani hadharani na kumponda kichwa ili asiwe na mamlaka. Kichwa ni mamlaka, kwa hiyo akamponda kichwa. Maana yake alimnyang'anya mamlaka, ule uwezo wa kiutendaji, ule uwezo wa kuleta magonjwa, ule uwezo wa kuharibu watu, ule uwezo wa kuua watu, akamnyang'anya. Aliponyang'anya, shetani akabaki butu. Wewe wangetaka kusikia kwamba Yesu alipoenda kuzimu alimnyonga shetani mpaka akafa, na hakufanya hivyo. Alichofanya ni kumdhoofisha. Alafu wale walioteswa na shetani kama mimi, tungekuwa nimesikia wakati ule na poni, nikasikia ni Yesu ameenda kuzimu, yule adui wako akamkamata, akamkaba kabali, akamnyonga, akafa, ni sherehe. Maana alinitesa sana, na baadhi yenu mko kama mimi. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Alimdhoofisha, alimnyang'anya mamlaka ili asiwe na uwezo wa kuwatesa watu, asiwe na uwezo wa kuharibiwa. Lakini huo uwezo ambao ameuondoa na akamdhoofisha ni kwa watu waliompokea Yesu. Wale ambao hawajampokea Yesu,
shetani bado ni simba dume. Atawatesa, atawanyanyasa, lakini kwa walio ndani ya Yesu hawezi chochote. Kwa hiyo kazi ya kwanza alipofika kuzimu ni kumburuza shetani hadharani na kumnyang'anya ufunguo. Jambo la pili alilofanya, alifuta hati zote za mashtaka. Sisi tulikuwa tumeshtakiwa na mshtaki wetu ni shetani, na shetani ni mshtaki wa daima. Biblia inasema anazunguka akitaka kummeza mtu, akitaka kuangamiza watu, kila mahali yupo. Hata kwa Ayubu alikuwa akizunguka. Wakati anazunguka akitaka kumweza Ayubu, akajaribu kufanya kila kinachowezekana, ikashindikana, akaenda kumshtaki kwa Mungu. Wakati anakutana na Mungu, anamwambia, Bwana we, huyu sio kwamba anakupenda, huyu ni kwa sababu umemlinda, umempa mali. Sasa mtu akiwa ana mali, ana shida gani? Kwa nini asikae kwako? Maana wewe ndio umempa mali. Mungu akamwambia, kwa sababu ya mashtaka hayo uliyoyaleta, ni ondoa hivyo vitu vyote, viondoke mikononi mwake, bado atanipenda. Shetani akasema hakuna, nikiondoa huyu jamaa atakukufuru, tena atakukana hadharani. Mungu akaruhusu, mali ikapigwa, nyumba ikapigwa, watoto wakapigwa. Ayubu akasimama na Bwana, bado akaonyesha msimamo. Shetani mshtaki wa daima. Kwa hiyo haki zote za mashtaka anazo. Haleluya. Haki zote za mashtaka anazo. Na alichofanya Yesu alipofika kule ni kumnyang'anya haki zote za mashtaka. Ninyi ambao mmeokoka, haki zenu zote za mashtaka, siku ulipotubu ukasema, Yesu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, haki zako zilinyofolewa mbele ya meza ya shetani, zikatolewa, zikawekwa msalabani. Jina likabadilika, familia ikabadilika, mfalme wako kabadilika. Ulikuwa na mfalme wa giza, sasa una mfalme wa nuru. Ulikuwa familia ya giza, sasa una familia ya mbinguni. Haleluya, haleluya. Faida ya Pasaka. Hii ni faida ya Pasaka. Faida ya Pasaka, haki iliyomshtaki, mambo uliyoyafanya, yale mabaya hayapo tena, hayapo duniani, hayapo kuzimu, hayapo mbinguni. Mambo yako yote ni mambo mema. Ukiwa duniani, mambo yako ni mema. Kama ni kuzimu, mashetani hawana namna. Kama ni mbinguni, faili yako ni nyeupe. Matendo mazuri, matendo ya baraka yanaandikwa humo. Bwana asifiwe. Hiyo ni kazi ya pili aliyofanya. Aliondoa hati zote za kushtakiwa, hati zote zilizoandikwa kwamba unapaswa kwenda jehanamu kwa 1, 2, 3, aliziondoa. Wengine wanahukumiwa na dhambi walizofanya zamani, wameiba vitu vya watu, wengine wafanya abortion, wengine wameharibu hata familia zao, wengine wameua kabisa, maana ni wachawi. Lakini kiukweli, hata katika hayo yote hakuna iliyosalia. Hata kama uliua, Yesu alinyofoa. Sawa, unaokoka, iliondolewa kule, ikatolewa kule, ikawambwa msalabani. Haleluya. Kazi ya pili hiyo aliyofanya Yesu. Lakini kazi ya tatu aliyofanya Yesu akiwa pale kuzimu, alipokata roho akaingia kuzimu. Kazi ya tatu aliyofanya, kila aina ya gereza la shetani, popote ambapo shetani amewafunga watu, alivunja ile milango. Kazi ya pili. Ya tatu, alivunja ile milango ambayo shetani amefanya magerezani. Shetani na magereza mengi, amewafunga watu katika magereza mbalimbali, na magereza yote yalikuwa na milango ya shaba. Kwa hiyo alichofanya Yesu alipofika kuzimu ni kubomoa milango yote ya magereza ya shetani. Aliyabomoa milango zote za chuma, zote za shaba, alizibomoa ili wafungwa walioko kwenye hayo magereza ya watoke. Na magereza hayo hayako kuzimu, yako duniani, na magereza mengi. Wengine wamefungwa kwenye magereza ya ulevi. Kwa hiyo ukimwambia mlevi okoka, haelewi. Wengine kwenye magereza ya uzinzi.
Ukimwambia okoka kahaba, mtagombana. Wengine kwenye magereza uchawi, ukimwambia mchawi okoka, ana ufalme mwingine ndani ngumu. Wengine kwenye magereza ya kupigana, kama hajavunja mifupa ya mtu hakubali. Hayo yote ni magereza na mengine mengi. Shetani alikuwa na hayo magereza, na kila mtu aliyekamatwa kwenye hayo magereza hakuweza kutoka, kwa sababu walinzi wapo na magereza ya milango. Kazi aliyoifanya Yesu alipofika kuzimu ni kuvunja milango yote ya magereza ya shetani waliokaa kwenye uvuli wa giza, nuru imewaangazia. Kama mtu hataki kuokoka, na kwa sababu Yesu amekufa, alishavunja mlango wa gereza lake, anakaa kwenye gereza lisilo na mlango. Anakaa kwenye gereza lisilo na mlango. Anachotakiwa ni mtu fulani kumwambia njoo, mlango uko wazi, mlango uko hapa. Ukimleta kuku mgeni, ukamfunga miguu na ukamfunga mahali, hata kama ukimfungua anarudi pale, maana amezoea. Ndivyo wenye dhambi walivyo. Hawaelewi kama inawezekana kuacha dhambi. Hawaelewi kama milango ile imevunjwa. Wanakaa humo, lakini damu ya Yesu inanena juu mema juu yao. Inataka popopo hawataka. Kwa nini? Kwa sababu wamezoea. Waone Waisraeli wametolewa katika nchi ya Misri, wameenda na Musa wakiwa jangwani, wasema Musa, kwa nini umetutoa kule? Hapakuwa na makaburi. Kule tulikuwa tunakaa karibu na masufuria, tunakula, tunashiba. Kwa nini sasa umetutoa? Unajua mtu akizoea utumwa ni mtumwa kweli kweli. Ukifikiri kwamba anaweza kuwa huru, akili yake haikubali. Hata Nyerere alipopata uhuru, miaka ile alipopata uhuru, wapi wanasema hivi mtu mweusi anaweza nchi kweli? Ataongoza nchi kweli? Mtu mweusi. Wamezoea utumwa wa wazungu, na kwa sababu wamezoea utumwa wa wazungu, hawakutaka watawaliwe na Mwafrika, kwa sababu wanafikiri hawezi. Huo ni utumwa uliokolea na kukubali. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mlango ambao uko mbele yako umekufungia ndani na uko kanisani, na upomoa kwa jina la Yesu, ili uwe huru ukatoke katika gereza hili. Jambo la nne alilofanya ni kuvunja cheni zote za chuma ambazo inawafunga watu kwenye hayo magereza. Baada ya kuvunja mlango, akavunja cheni zote za chuma, vifungo vyote vya chuma ambavyo watu wanavyo kwenye mikono yao na miguu yao, na wanateswa na shetani. Hivi unafikiri sio kahaba kwamba hawezi, hataki kuokoka? Anawaza akiokoka amezoea hela ya utumwa, anawaza afanyeje? Miaka ya mbele niliwahi kushuhudia ushuhuda huu. Nilipokuja hapa Babati, nilikuwa na wachungaji wawili walikuwa wachota maji, wanauza maji matamu mjini. Wao walikuwa wazee wa kanisa wakati. Leo ni wachungaji na mmoja ni mwangalizi. Sasa wakati tumefungua kabisa, wao walikuwa wanaingia kila mahali kwa sababu wanauza yale maji matamu. Sasa wakifika mahali wanauza maji huko wanashuhudia, wanauza maji huko wanashuhudia. Siku nyingine wakakutana na kahaba. Na mimi nahubiri kwenye vile viwanja vya pale, ananiona yule kahaba kila saa jinsi watu wanaponywa na kufunguliwa. Walipomshuhudia wakasema, ndugu zangu, hali yangu ni ngumu na mimi siwezi kuwaeleza, labda mleteni mchungaji. Wakakubaliana. Tukaenda siku moja kwenye saa 5 tukaingia pale. Nilikuwa ana chumba kimoja. Nilipoingia pale, kuingia hivi tu ndani, nilipoingiza tu kichwa kuangalia, nikakutana na picha ya utupu ya wanawake. Nimepamba huko kote nyumbani kwake. Nikainamisha macho na geuka hivi, nakaa kwenye koti kuangalia huko, nao wangu. Nikaangalia pembeni, wangu. Nikaangalia na huku, wangu. Nasema hapa ni duniani kweli. Basi tukaachana na hilo, tukaanza mazungumzo. Kamwambia tumemleta mchungaji, ndio huyo anasema namfahamu. Sema mimi nikasema, mwanangu, wewe unapaswa uokoke tu mpate Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Anasema mchungaji, usiharakishe namna hiyo, ngoja tuongee. Nikamwambia tunaongea nini tena kwa habari ya Yesu?
Akasema hivi sasa wewe unafikiri Yesu hapo kwangu angeingia kwa watu? Maana hali yako ni mbaya. Nikueleze kama una namna ya kunisaidia sasa tuongee. Niambie. Akaniambia mchungaji, mimi nilifiwa na mume wangu. Tunaishi na Manga, nikafiwa na mume wangu. Nilipofiwa na mume, tuna watoto wawili. Tumejenga kule nyumba kubwa tu. Kaniambia mume wangu alipofariki nikapeleka watoto kwa mama yangu. Kaweka kwa mama na watunza. Mimi huko natafuta na watumia hela ya matumizi na mavazi. Anasema sasa wewe unaposema kwamba niokoke, wewe unafikiri mimi nafanya biashara gani? Kaambia hata unaweza kuuza nyanya ukafanya hivi na vile. Anasema hapana, mimi nafanya biashara ya kujiuza ili watoto wasome, wale nilipe ada shule. Nikamwambia leo hivi, akasema hivi. Nikamwambia kwa hiyo unaona kwamba kuokoka haiwezekani? Akasema haiwezekani, maana sasa Yesu ataingia kwa namna gani? Na ndio kazi pekee niliona hapo. Nikamwangalia usoni, nikamkazia macho. Nikamwambia mwanangu, Yesu ana milango mingi kwa ajili yako. La, usifikiri wewe ndio wa kwanza kujiuza alafu na leo nataka nikamwambia wako wengi waliokuwa wanajiuza alafu wameokoka, maisha yanaendelea na Mungu amewapa biashara yao wenyewe. Ghafla nikaona yule binti machozi yakaanza kumlengalia. Tukawa tunaongea anamwaga machozi. Nikaona Roho Mtakatifu akamkamata. Roho Mtakatifu alipomkamata, nikamwambia uwezekano upo. Nikamwambia huyu mwanaume yuko wapi? Akasema yeye anafanya kazi hapa. Akanitajia. Lakini sasa hivi yuko nyumbani kwake Dar es Salaam kwa sababu ya likizo. Na akirudi anakuja hapa. Nikamwambia kabla huyo hajarudi, Yesu amekufungulia mlango. Kama ni chakula unategemea kwake hata watoto na nini, hakuna hiyo. Yesu anashuka atakusaidia, maisha yataendelea. Yeye anaendelea kulia. Mimi sijajiunga na huzuni yake. Nikaiondoa ile ahadi aliyonao kwamba yuko Yesu wala hakuna sababu ya kulia. Yesu atakufuta machozi. Yule dada akakubali, akapiga magoti. Alipopiga magoti tukamwombea. Akaniambia mchungaji, nimekumbuka ile nyumba yetu ya kama ingeuzika ya Namanga, ingeuzika ningepata mtaji. Waambia na kuombea. Na inaweza sema amejaribu mara nyingi, haiwezekani. Mtu anakuja tunaongea, alafu anasema nachukua baadaye napotea harudi. Nikamwambia ni vifungo vya kuzimu, tunaondoa hivyo vifungo, tukiondoa hizo cheni, nyumba inapata bei. Baada ya siku chache akanipigia simu. Nyumba imenunuliwa milioni 60. Akaanzisha biashara yake na watoto wake, ameokoka mpaka leo yuko Arusha. Hizo aina za cheni zinazotakiwa ziondoke katika maisha ya watu. Na ndivyo Yesu alichofanya. Yesu alipokuja duniani, kila cheni iliyofunga maisha ya watu, iliyofunga watoto wa watu, iliyofunga biashara ya watu, iliyofunga mafanikio ya watu, amezikata, akazivunja, akawaachia wanadamu wafanikiwe kwa damu ya Yesu. Kwa mafanikio yako, Mungu akuinue, akufanye kuwa mtu mkuu katika jina la Yesu. Ndio kazi ya nne aliyofanya Yesu kwa kuzimu. Haleluya. Sasa kama Yesu amefanya kazi kubwa namna hii, unaona jinsi ambavyo ni rahisi sana. Yesu asifiwe. Sasa tuangalie kazi chache aliyofanya mbinguni. Asubuhi ya siku ya Jumapili ya kuzimu tumeiona, alafu uone jinsi ambavyo Yesu kazi aliyofanya mbinguni. Soma Zakaria 9:11, Yohana 20:17 na 28, 17 na 20. Tunaweza kusoma Zakaria 9:11. Uone kile alichofanya. Huko kuzimu amevunja milango ya shaba, amekata cheni za chuma, amemburuza shetani hadharani, akamdhoofisha, akamfanya kuwa mkogo. Anaenda mbinguni asubuhi. Zakaria sura ya 9:11.
kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Asante mpaka hapo. Haya, mwingine asome 20:17 mpaka 20:17 mpaka 20. Yohana. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Asante. Unaiona hiyo? Biblia inasema Yesu, Mariamu alipomwona akataka kumkumbatia, akamwambia usiniguse, bado sijapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Lakini mstari wa 20, soma 20. Mstari wa 20, naye akisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Asante. Unaona, akawaonyesha mikono yake kwamba ni mimi niliyesulubiwa, na ubavu wake kwamba ubavu uliochoma mkuki ni huu, na akapaa mbinguni. Na ndio sababu ukisoma tena chini yake unaona jioni anawatokea. Alipowatokea wakasema ni mzuka. Akasema hapana, mzuka hauna mfupa, ni mimi, niguse, nishike, maana tayari amepaa mbinguni. Nini alichofanya? Jambo la kwanza, amebeba kikombe cha damu yake mpaka mbinguni kwa Baba. Ndio sababu maelezo yake mbele za Baba inasema, kwa habari ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako katika shimo lisilo na maji. Tosha Baba. Katika shimo lisilo na maji. Kwa hiyo kazi ya kwanza alipotoka hapa duniani, amebeba kikombe cha damu ya agano lake ili afanye upatanisho kati ya Mungu mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi. Akaenda kuwapatanisha ili macho ya Mungu yamwangalie mwanadamu aliyeko duniani kwamba sasa hana hatia, kwamba amesamehewa, kwamba ameoshwa kwa damu ya Yesu. Anapokaingia katikati, akasimama katikati, akiwa daraja la mwanadamu kwenda kwa Baba. Haleluya! Kazi ya pili akiwa mbinguni, ya kwanza amefanya upatanisho. Kazi ya pili, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba ili awe mwombezi wa watu, awe mwombezi wa dunia, anawaombea watakatifu. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa iliyokuwa imewatesa watu, Biblia inaeleza jinsi ambavyo Yesu ametukomboa na nguvu za kaburi, akatukomboa na roho ya mauti, akatukomboa na kutuokoa na maangamivu yote. Usilie, yuko Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Alisulubiwa na wanadamu, akaenda mpaka kuzimu, akaikabili mauti na kuzimu. Milango yote sasa iko wazi. Ni jambo gani ambalo litakutisha? Kuna shida gani ambalo litakutisha? Na kumbuka jinsi Yesu aliyefufuka na kupaa na kuwabadilisha watu. Unaposoma katika kitabu cha Luka, Biblia inaeleza katika kitabu cha Luka kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Kleopa. Kleopa na wenzake walikuwa watu waliokata tamaa. Kleopa ni mwanafunzi wa Yesu. Mnakumbuka wakati wakiwa njiani wanatembea na wenzake, wakakutana na Yesu. Yesu ambaye amefufuka akakutana naye. Huyu Kleopa yuko na wenzake, na wakakutana Emau, sio Yerusalemu tena. Baada ya Yesu kufa, watu walianza kutawanyika kurudi makwao, wale ambao wamemfuata Yesu. Lakini Kleopa alikuwa mmoja wao. Anatembea akiwa njiani akiwa na rafiki yake. Wametoka Emau kilomita 11 sawa na maili 7, wakitembea kwa miguu yao, wanarudi manyumbani. Wakati wanatembea, Yesu akajiunga na msafara wao. Wakati wanaongea, Yesu akawasikiliza. Na Yesu alipowasikiliza, ni watu waliovunjika moyo, ni watu waliokata tamaa. Wakati wanatembea, Yesu akawahoji, akauliza, ni mambo gani haya mnayoongea? Nini kimetokea? Wakamgeuka wakasema, wewe ndio mgeni katika Yerusalemu hii? Wewe peke yako ndio mgeni? Akasema, kuna
wakimsimulia habari ya mateso ya Yesu. Walipofika mahali fulani, ghafla walichoona Yesu akaondoka, mioyo yao ikaangazwa, wakakumbuka aliyekuwa anatembea nao sio mwanadamu wa kawaida. Wakaanza kufikiri huyu mtu ni nani? Wakati wanafikiri, wakafunguliwa mioyo yao na maandiko yakawa wazi kwao kwamba Mwokozi Yesu ndiye aliyekuwa anatembea nao. Mioyo yao ikabadilishwa, haikubadilishwa na kaburi iliyo wazi, mioyo ilibadilishwa na Yesu mfufuka. Yesu aliyefufuka anaweza kubadilisha moyo wako, anaweza kubadilisha biashara yako, anaweza kubadilisha mtazamo wako, anaweza akabadilisha afya yako, magonjwa yako yakabadilika kuwa afya. Wale majamaa wakakumbuka, wakasema hivi, tulikuwa na nani? Mbona tulipokuwa tunaongea naye mioyo yetu iliwaka ndani? Yule mtu ni nani? Wakagundua ni Yesu. Wakarudi. Watu waliokuwa wanaenda manyumbani wamekata tamaa, wakarudi Yerusalemu kwa wanafunzi, wakasema jamani, tulipokuwa njiani tulikutana na Bwana, ametubadilisha mioyo. Tumerudi sasa na kuwapasha habari ya kwamba Yesu yupo, amefufuka. Alafu mtu anakuambia Yesu hajafufuka. Ni wakati ule sio Yesu, alikuwa ni Yuda Iskariote, alibadilishwa tu, Yesu akakimbia. Jumani kasema hata na hao wanaosema alikuwa Yuda aliyesulubiwa, Yesu alitoweka akaondoka. Huyu Yesu bado si dume tu kama amekimbia katikati ya umati mkubwa na mbele akapata nafasi ya kukimbia, si bado ni mwanaume tu. Kama angekimbia mikononi mwa polisi, mikononi mwa wanajeshi, mbele ya Kaisari, mwakilishi wa Kaisari, mbele ya makuhani, atatoweka tu kabla. Kwanza unataka nini? Huyo sio kumfuata tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu tunasema dini pekee ambaye tunaweza kutamba kifua mbele ni dini ya Kikristo. Wakristo hawakubweteka kwa sababu Mwokozi wao amefufuka. Hayuko kaburini, amefufuka. Tunatembea kimbele kwa sababu amefufuka. Alafu Bwana sio kufufuka, anatenda mambo makubwa, mambo ya ajabu. Watu wa PRC mnafahamu mambo yanatendeka mahali hapa, na baada ya muda mtaona tena yatatendeka siku ya leo, kwa sababu Yesu mfufuka yuko hapa. Yule atakayebadilisha afya za watu, atakayebadilisha biashara za watu, atabadilisha historia ya maisha ya watu, yuko hapa. Huyu Yesu, mama kwa miguu yako, yuko Yesu, ana uwezo wa kubadilisha. Wanafundisha habari hii, wanafundisha na kile, mafundisho yale tu hayabadilishi bila Yesu. Ni sawa watu kufundisha, lakini mafundisho yanabadilisha wakati kuna Yesu. Kio umesimama kwa miguu yako, ni saa ya kwenda mbele za Mungu, tunaenda kuomba. Yesu yuko hapa, anataka kutuhudumia, anataka kutusaidia. Angalia ndani ya moyo wako, ni mabadiliko kiasi gani unahitaji ili ukutane na Yesu. Kama Kleopa aliyekata tamaa, yeye na mwenzake walipokutana na Yesu mfufuka, wakabadilishwa. Huyu Yesu mfufuka anaweza kutubadilisha leo, akatufanya kuwa watu wengine kabisa, na historia ya maisha yetu ikabadilika, kila kitu cha maisha yetu ikabadilika. Inua mikono yako juu, tunaenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu. Kila mtu amimine moyo wake mbele za Yesu, amtafuta Yesu. Tafuta badiliko la kweli, usiwe mtu wa dini, usiwe mtu wa kanisa tu, uwe mtu wa Yesu. Mtu anayeweza kutana na Yesu, anaweza kutana na Yesu mfufuka, mwenye kubadilisha maisha ya mtu, moyo wa mtu, mwenye uwezo
Inamisha kichwa chako. Tafakari Bwana. Yuko hapa Yesu. Anatembea katikati yetu. Anataka kutuhudumia. Anataka kutusaidia. Anataka kusema na sisi. Ni wakati wa kusema na Bwana. Pasaka hii itakubadilisha. Pasaka hii itakuinua. Itakuhuisha tena katika jina la Yesu. Yale yaliyoshindikana kwa kupitia Pasaka hii yawezekane kwako. Maisha yaliyokuwa yabadilishwe tena. Maisha yaliyoshuka kibiashara yainuliwe tena. Roho iliyokuwa karibu na kuharibika ikajengwe tena kwa kupitia Pasaka hii. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kama watoto wako. Tunanyenyekea chini ya miguu yako Bwana. Tunahitaji msaada utokao juu. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu, Roho wa uzima. Tembea Yesu, kutana na wanaume yule, kutana na mama yule, kutana na vijana hao wa kiume na wa kike. Sema na mioyo yetu. Baba, leta mashaka na bakana na masaka. Mlinda na baba na baba na masaka. Baba na masaka na baba na mashaka na bako. Omba kadiri moyo wako wa Yesu. Omba jikabidhi mbele za Yesu. Yesu anataka kufanya jambo katika maisha yako. Anataka kuleta mabadiliko katika maisha yako. Omba, tafute Bwana mpaka atakapopatikana. Biblia inasema tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni jemedari. Hakika wewe ni Ebeneza. Unaweza Yesu wa mzima. Unaweza Mungu mwenye nguvu. Unaweza Mungu mwenye mamlaka. Tunajidhabihu mikononi mwako. Tunanyenyekea chini ya miguu yako. Sema nasi Baba. Sema nasi Baba. Sema nasi Baba. Tuhudumie Baba. Tuhudumie Mfalme. Tuhudumie Yehova. Wewe ni Yehova. Wewe ni Bwana. Wewe ni mfalme. Wewe ni jemedari. Hakika unaweza. Hakika tunanyenyekea kwako. Unisamehe, unitakase kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Kuanzia leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nifanye mtoto wako na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kwako Yesu. Naomba unipokee. Nifanye mtoto wako. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Watumishi wa Mungu sasa wekeni mikono juu ya watu. Baba, katika jina la Yesu, naomba rehema juu ya watoto wako. Uwasamehe, uwatakase. Waoshe kwa damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu yatabariki. Neema yako iwe juu yao. Katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba rehema katika jina la Yesu. Naenda kuombea sasa. Mwamini Mungu. Yesu amekuja upesi. Mapepo yameanza kuwatoka watu. Hiyo ndio habari ya Yesu. Amekuja upesi. Baba, katika jina la Yesu, naachilia moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa kuangamiza kile kazi ya Mungu. Moto wa kuangamiza kile kazi ya shetani. Moto wa kuangamiza kile kazi ya shetani. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya uvamizi katika maisha ya watoto wako navunja na haribu kila mamlaka za kuzimu, kila nguvu za uvamizi kwa jina la Yesu. Ondoka pepo, ondoka pepo, ondoka pepo kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo ninavunja kila mamlaka za kuzimu, kila mamlaka za kuzimu, roho ya ufuatiliaji. Haya, kwa jina la Yesu, kuna nafasi, kuna nafasi, kuna nafasi kwa jina la Yesu. Baba, naomba neema yako juu ya watoto wako kwa damu ya agano jipya, damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, simama, Baba simama, ukamsaidia mwanao, ukamtetea mwanao. Funika kwa damu ya Yesu, funika kwa damu ya Yesu, ile damu ya thamani tu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, namkabidhi mwanao mikononi mwako, naachilia moto kwa jina la Yesu, kila mamlaka za kuzimu, kila roho
uvamizi katika maisha yake ikang'oke, ikateketee kwa jina la Yesu Kristo. Baba, simama na mwanao. Baba, katika jina la Yesu, namsogeza mwanao mikononi mwako. Neema yako iko juu yake. Kwa kupigwa kwako pale msalaba, umeleta uzima wa milele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu uzima na kuja na kwa jina la Yesu, kila roho ya uvamizi, kila nguvu ya uvamizi, fire! 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 Jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ikakatwa za kuzimu, nguvu zote za shetani, na ivunje, na iharibu katika maisha yake. Fire! 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 Jina la Yesu, chia tumbo lake, chia tumbo lake, chia tumbo lake, chia tumbo lake. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kila roho ya uvamizi wa kuzimu uliyekamata maisha yake, maisha yaliyotekwa na shetani, kwa jina la Yesu, moto, 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 roho yake, moto, 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 fire, 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 jina la moto, moto, teketea. Hai, chia tumbo lake, chia tumbo lake, chia, 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 chia tumbo lake kwa jina la Yesu. Jina la chia tumbo lake, chia tumbo lake, chia, 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 chia mbele. Ondaka, ondaka, jina la Yesu, jina la Yesu uzima, jina la Yesu uzima, jina la Yesu uzima, jina la Yesu uzima. Moto, moto tumbo, moto tumbo, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Moto, moto, jina la Yesu. Ramba shanda nguvu za uvamizi, mamlaka za uvamizi na watu wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu uzima, kwa jina la Yesu uzima, kwa jina la Yesu uzima, kwa jina la Yesu uzima. Baba, mtunze mwanao, sikia kwa damu yako. Fire! 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 Jina la Yesu, moto, 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 kwa jina la Yesu. Chia maisha yake, chia maisha yake, pepo na kuchoma kwa moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto, fire, fire, ondaka, ondaka, ondaka mara moja, chia maisha yake, chia maisha yake, chia maisha yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto, 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 chia maisha yake, chia maisha yake, chia maisha yake. Na amuri moto, na kuweka kwenye moto, na kuweka kwenye moto, na kuchoma kwa moto. Kila kusa giza, ziondoka kwa jina la Yesu, ziondoka kwa jina la Yesu. Rapapapapapa, rizababasakapapapa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto, moto, moto tumboni, moto tumboni kwa jina la Yesu. Kuna kubaki hapa, kuna kubaki hapa, kuna kubaki hapa. Tunang'oa nguvu zako, tunang'oa maroho yako, pepo wa ganzi kwenye mguu na mkono, ng'oka, ng'oka. Tunang'oa ganzi yote, tunang'oa ganzi yote, tunang'oa ganzi yote, ganzi iliyotokana na chakula cha kichawi iliyolishwa kwa jina la Yesu. Ng'oka, 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 ng'oka. Kila aina ya ganzi iondoke, kila aina ya ganzi iondoke kwenye mwili wako, kila aina ya ganzi iondoke kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Moto, 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 moto. Kuna kubaki hapa, kuna kubaki hapa, kuna kubaki hapa. Moto kwa jina la Yesu. Ondoka sasa, ondoka sasa. Mara moja ondoka. Acha maisha yako. Acha maisha. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetumwa na nani? Umetumwa na nani? Sema umetumwa na nani? Umetumwa ili ufanye
Kwa jina la Yesu na kutisha. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pepo ate kwa jina la Yesu. Haya. Hapa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu moto. 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 Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Moto. Moto. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunakuweka kwenye moto ungua. Tunakuweka kwenye moto ungua. 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 Pacheros. 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 Nguvu zote za kuzimu. Nguvu zote za kuzimu. Tunaziweka kwenye moto. Simama hapa kwa jina la Yesu. Simama. Simama hapo. Jina la Yesu. Simama hapa. Tunang'oa nguvu zako, tunang'oa maroho yako, pepo wa ganzi kwenye mguu na mkono, ng'oka. Ng'oka. Tunang'oa ganzi yote. Tunang'oa ganzi yote. Tunang'oa ganzi yote. Ganzi iliyotokana na chakula cha kichawi iliyolishwa kwa jina la Yesu, ng'oka. 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 Kila aina ya ganzi iondoke. Kila aina ya ganzi iondoke kwenye mwili wako. Kila aina ya ganzi iondoke kwenye mwili wako. Kwa jina la Yesu, moto. 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 Kuna kupata